Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha sana katika wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu. Karibu sana. Kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu Veronica Olela, na ni wakati mzuri sana wa kujifunza na kama ni mara yako ya kwanza umeingia kwenye channel, na usiondoke kwenye channel. Endelea kukaa hapa kwenye channel upate kusikia neno la Mungu, upate kumsikia Mungu anasema na nini na wewe siku hii ya leo. Na siku ya leo unaenda kupata kitu kikubwa sana. Hujafungua clip hii kwa bahati mbaya. Hujafungua klipu hii kwa mazoea, bali Roho Mtakatifu amekushuhudia kufungua klipu hii, na nakwambia usiondoke mpaka mwisho. Mara nyingi mwishoni kuna kuwaga na maombi, kwa hiyo usiondoke mpaka mwisho utakapokuwa umemaliza hii klipu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninakusihi Roho Mtakatifu zungumza na sisi. Ninaomba ulinzi wako, damu yako Yesu inifiche, damu yako Yesu ifunike nafsi yangu, koo langu, macho yangu, katika jina la Yesu. Namficha kwa damu ya Yesu mtu anayenisikiliza. Roho Mtakatifu ninaomba uzungumze na useme nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninakukaribisha ukapate kubonyeza subscribe, na pia like hii video, na pia ukashare na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ninakaribisha kwa ajili ya matoleo. Ukamtolee Mungu kile ambacho, sadaka ambayo unaitoa katika moyo wako wa kupenda. Kwenye namba hizo hapo, kuna Tigo ya 0715410722 na kuna Vodacom ya 0753410722. Siombi sadaka kupitia simu. Kwa hiyo na siku hizi unajua kuna wizi. Kwa hiyo mimi siombi sadaka kupitia simu. Sipigi mtu, wala siandiki text message, wala siandiki WhatsApp yote kumomba mtu hela. Unless niko nina group la WhatsApp la maombi, nikiposti kitu labda kwenye group la WhatsApp ndio ujue kwamba ni mimi nimepost. Lakini sifanyi hivyo kwa individual person kumfuata. Unless nikimfuata sasa sijui inakuwaje, lakini sifanyi hivyo. Kwa hiyo pia uwe alert kwa ajili ya hiyo. Na ukiona unaombwa sadaka lazima upige simu. Mtu yote anayekuomba chochote kile, hela yoyote, lazima upige simu kujihakikishia ndio yeye. Asipopokea basi sio yeye. Akipokea basi unaongea naye, unasikia sauti yake, anajieleza. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna neno ambalo linaitwa ni sehemu ya pili ya somo la una silaha gani. Kipindi kilichopita tuliangalia silaha ya maarifa, tuliangalia kuhusu nguvu ya makubaliano, tukaangalia kuhusiana na jina la Yesu, tukaangalia kuhusiana na imani, na ndipo ambapo tuliishia kipindi kile kilichopita. Kwa hiyo leo tunaendelea na silaha nyingine, ambayo silaha hiyo ni neno la Mungu au upanga wa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Upanga wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Upanga wa Roho au neno la Mungu. Neno ni Kristo yeye mwenyewe. Ndiye upanga wa Roho. Ndio maana ni base au ground ya hii huduma kuita Christian Sword of the Spirit. Nimeita Sword of the Spirit maana yake Kiswahili ni upanga wa Roho. Yaani neno. Kwamba hii channel, hii madhabahu imekuwa ground yake ni neno la Mungu aliye hai. Kwa hiyo sio upanga huu ambao ni wa kuonesha. Hapana, I'm not associated with any sword other than the sword of the Spirit. Ni Roho, upanga wa Roho, ambao tutaangalia kwenye ile Yohana, Ufunuo wa Yohana 1. Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 16. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili. Ukiwa na upanga mkali wenye makali kuwili, ukiwa na upanga una ukali sehemu moja, na maana unapiga hivi. Lakini ukiwa na upanga wenye makali katao sehemu mbili, unapiga huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio upanga wa Roho ukatao kuwili. Na huu upanga ni wa Roho, yani huu upanga hauwi associated na any physical. Kwamba sio kwamba ninachukua upanga ambao ni physical alafu ninakuonyesha na kuambia kwamba huo ndio upanga wako wa Roho. That's another thing yani. Shetani naye huwa anaiga mambo. Lakini huu ni upanga wa Roho, na ambao ni neno la Mungu, ambao ni Kristo yeye mwenyewe, ambao akinena jambo linakuwa, akisema jambo linakuwa. Kwenye ile Yakobo 4:7 neno la Mungu linasema Yakobo 4:7
Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu, tunamtii Mungu kwa kulijua neno lake. Mpingeni shetani, tunampinga shetani kwa neno la Mungu. Roho wa Mungu alipomchukua Yesu kuelekea pale nyikani, adui alipata nafasi hapo hapo ya kwenda kumjaribu na kumwambia, angalia vitu hivi vyote mimi nitakupa. Lakini Yesu alimpinga kwa neno, lakini shetani naye alimpa neno. Kumbuka, shetani naye alimwambia neno linasema hivi. Lakini adui akikupa neno, lengo lake ni kukuharibu, kukumaliza, kukuangamiza, kuua. Maana neno linaua pia, roho inawisha. Kwa hiyo neno analoweza kutumia adui kwako linaweza likakuua. Lakini neno la Mungu ni uzima, tena uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu, roho anaposema neno, nyuma ya neno lile linakuja na uzima. Neno lile linafanyika kuwa uhalisia wa kile ambacho neno linakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Linakuwa uhalisia wa kile neno linavyosema kwako. Lakini neno lile likiwa halina uhalisia, unalipinga. Kwa sababu unapolipinga neno na kulipa tafsiri ya kwako, unakuwa uko kinyume na hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuwa na uko katika uhalisia wa neno la Mungu na kulisema kwa uhalisia kwa jinsi lilivyo, kwa kadri Roho wa Mungu anavyokushuhudia ndani mwako, linafanyika kuwa halisi katika maisha yako. Kwa hiyo hilo neno linakuwa ni silaha kwako. Pale adui anapokuja na neno hilo hilo ili kukuadaa, ili kukutoa katika ule mpango wa Mungu, na wewe unatayari unakuwa anakutana na neno ndani mwako. Akikutana na neno ndani mwako, hawezi kukudanganya. Kwa sababu wewe tayari umelifahamu na unalijua hili ndio neno linalosema, kwa kupigwa kwake Yesu nimepona. Hili ndio neno la Mungu linavyosema kwamba kitu fulani. Kwa habari ya utoaji, neno la Mungu linasema hivi. Nimelisoma mimi, nimelielewa. Roho Mungu amenifundisha. Kwa habari ya utoaji, neno la Mungu linasema hivi. Kwa hiyo wewe unayekuja na kuniambia sipaswi kutoa sadaka, wewe umekuja na neno lingine, kwa sababu shetani naye anakuja na neno. Wewe ambaye neno la Mungu linaniambia kwamba ninapaswa kuishi maisha matakatifu, ninapaswa kuzifuata tabia za rohoni na sio za mwilini, lakini wewe unayekuja na neno lingine na kuniambia kwamba umeshaokoka, yote yameisha, kwa hiyo you can still, unaweza hata ukifanya hiki kwako inakuwa haisabiwi dhambi. Wewe umekuja na neno lakini umekuja kuua. Sio kama tunaelewana hapo. Kwa hiyo anakuja na neno lakini anakuja kuua. Lakini neno la Mungu linakuja kwako, linakuja kukuhuisha, linakuja kukufanyia mabadiliko. Lile neno ambalo uliokoka, ulilisikia, ulivyolisikia ukaokoka, maisha yako yakabadilika, ukaacha dhambi. Hilo ndio neno halisi la Mungu. Kwa sababu kama neno lilikuja kwako, ukaokoka, ukaiacha dhambi na ya dunia yote, ukashangaa tu kuna mambo automatically hayawezi kuyafanya, hilo ndio lilikuwa neno la Mungu halisia kwako. Lakini linakuja neno lingine linalokuambia kwamba wewe tayari umeokoka, you can still do it, you can still continue. Wewe ukisha naniyo, basi ujue hakuna hukumu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Wewe unaendelea na dhambi zako. Hilo ujue ni neno lingine limekuja kuua. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema watakatifu walioko duniani ndio Mungu aliopendezwa nao. Sasa ninakuaje mimi tofauti na mtu ambaye hajatubu? Maana wokovu ni kutubu na kugeuka, kuacha yale na kufuata njia nyingine. Sasa ninapokuwa ninaendelea na njia ile ile, ninakuaje tofauti? Nasemaje nimegeuka? Nasemaje nimepata wokovu? Nasemaje nimeokolewa? Haleluya. Ninasemaje nafsi yangu imeokolewa kutoka katika nguvu ya kushinda dhambi? Maana unapookoka inamaanisha umeokolewa kutoka kwenye nguvu ile ya dhambi. Kwa hiyo wewe unaweza ukaishinda dhambi. Kwa hiyo wewe kama huwezi kuishinda dhambi, ujue lazima urudi tena miguuni kwa Mungu. Maana huna nguvu ya kuishinda dhambi. Maana huna hii neema, huna. Maana hata kuokoka kwa neema, bali uliokoka labda kwa kuiga,
au yani kuna mambo mengi tu, au tu umeona umezaliwa katika kanisa, babako ni mchungaji, basi ukaendelea kuishia humo, lakini hujawahi kufanya ule uamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu ni upanga wa roho, upanga ukatao kweli. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa nalo hilo na ukilifahamu vizuri sana neno la Mungu, na ukiomba Roho wa Mungu akufundishe na kufunulie, maana aliyeandika hili neno ni Roho Mtakatifu. Aliwatumia hawa walioandika. Mitume walioandika initially walikuwa ni mfano kitabu cha Torati Musa ameandika. Kitabu cha sijui hizi nyaraka zote, hizi barua zote, wa Korinto, wa Kolosai, nani ameandika? Paulo. Mathayo ameandika huyo Mathayo. Luka kaandika Luka. Yohana kaandika Yohana. Ufunuo Yohana kaandika Yohana. Hivi ni vitabu ambavyo viliandikwa na mitume wa Mungu watakatifu, ambavyo vilichukuliwa vikakusanywa vikawa compiled na wakaanza kutafsiri watu. Sasa walio tafsiri ndio wengine pengine walikuwa ni watu tu ambao Mungu aliwatumia kwa maarifa yao, wakawa wanatafsiri. Lakini ni neno ambalo lina pumzi ya Mungu. Mungu amelikubali na akasema hili hapa ndio ambalo unatakiwa kulifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha yako nyingine ni silaha ya kusifu na kuabudu. Mungu anakaa katika sifa. Ukiangalia katika ile Zaburi ya 22 mstari ule wa 3. Mungu anakaa katika sifa. Kwa hiyo unapokuwa unasifu, unapokuwa unakaa na masifa, unamsifu Mungu, unaweza ukafunguliwa katika ile sifa. Unaweza ukafunguliwa katika kusifu na kuabudu. Mimi nakumbuka nilikuwa kwenye kanisa moja, nilikuwa naabudu kanisa fulani hivi, ambalo nilikuwa ni kanisa ambalo ni kusifu. Yaani tulikuwa tunasifu sana. Tulikuwa tunasifu, unabii unatoka pale, watu wanapona. Yaani kukiwa na conference. Ile conference ilikuwa inaitwa kwa Kizulu Uyesabega. Yaani yani healing through praise. Kuponywa kwa sifa. Sio so kuweka conference tu watu wajilembe wamalize wakae pale waimbe tu. Hata wale wanaoimba wanaosifu wanakuwa wamejiandaa katika roho kwa mafungo ya wiki nzima. Mungu aonekane katika kusifu, katika kuabudu. Sio kujiandaa tu kwa physical, lakini vyote katika roho, katika mwili. Kwa hiyo unapokuwa unamsifu Mungu na kumwabudu Mungu, Mungu anaonekanika. Ukiangalia kwenye ile Matendo 16:24 tunamuona Paulo na Sila. Paulo na Sila wao walikuwa ni wahubiri wa Injili, mitume wa Mungu ambao Mungu aliwatuma kwa ajili ya kuhubiri Injili. Walikuwa wanahubiri Injili, lakini kulikuwa na upinzani mkubwa sana. Na katika ule upinzani walikuwa wanawachukua na watupa gerezani. Kwa hiyo Paulo na Sila wao walitupwa gerezani. Walipotupwa gerezani, kuna siku waliamka usiku wa manane. Sijui ni roho Mungu aliwaamsha, lakini waliamka usiku wa manane. Waliamka usiku wa manane na kuanza kuimba na kuanza kumsifu Mungu, kuziinua sifa za Mungu aliye hai. Mungu alishuka pale, haise, tetemeko lilitokea. Lilivyotokea tetemeko, milango ya gereza ikafunguka. Ile milango ya chuma, kama ilikuwa ni milango ya chuma, lakini ilifunguka. Na wakajua huyu ni Mungu anataka tutoke, wakatoka hapo. Walinzi wakapigwa upofu, hawakuwaona. Wakatoka, wakaondoka zao, wakaenda kuendelea na kuhubiri Injili. Sifa zina uwezo wa kushusha uwepo wa Mungu. Unapokuwa peke yako chumbani unaanza kumsifu Mungu, unamsifu Mungu, lazima kuna kitu kitatokea katika ulimwengu wa roho. Lazima kuna jambo Mungu atalifanya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sifa ni moja ya silaha ya kumshinda shetani. Lakini pia sifa shetani anaitumia kama vile ambavyo shetani atatumia neno kama silaha yake mwenyewe kukupigana na wewe, kukumaliza. Pia shetani atatumia hiyo sifa kupigana na wewe na kukumaliza kama hujielewi. Kwa sababu unakaa katika sifa ambayo haina uwepo wa Mungu, lakini pia unakaa katika kusifu nyimbo za kidunia.
Wewe hujielewi. Unajiita mwana wa Mungu, unajiita mchungaji, unajiita mtumishi wa Mungu, lakini uko katika nyimbo za sifa. Sasa kama wewe uko katika nyimbo za kidunia, wewe kama ni mchungaji, alafu unaselebuka kwenye nyimbo za kidunia, iwe ni kwenye harusi, iwe kunaenda club, lakini unaselebuka kwenye nyimbo za kidunia, what are you going to release kwenye madhabahu? Kwa hiyo ndio maana watu wakimuona mchungaji anaenda hivyo sivyo, wanaondoka, kwa sababu atalilizi nini kwenye madhabahu? Ataachilia kitu gani? Utaachilia upako gani? Mimi ninapozungumza hapa, sizungumzi hivi hivi, kuna nguvu naiachia. Ndio maana kuna wengine watasikiliza tu ili neno na watafunguliwa, kwa sababu kuna nguvu ambayo lazima iachiliwe. Kwa hiyo sasa wewe unapokuwa unajaza sifa zako za nani, sitaki kutaja jina, lakini unavyojaza sifa za wanamuziki wa kidunia ndani mwako, nafsi yako imejaa wanamuziki wa kidunia, wewe unalilizi nini kwenye madhabahu? Unapokuwa umejaza nafsi yako mambo ya duniani, unaachilia nini? Yaani siku moja Mungu atakumbua, badala ya kuanza kuimba nyimbo ya sifa utaimba ya duniani. Kwa sababu ndio alicho kimekujaza moyo wako. Umeokoka, naenda club, really? Wewe umeokoka unaenda club kufanya nini? Kule sasa adui ndio atakapokukamata, kwa sababu kule ndio yeye sasa ndio yupo. Alafu sasa wewe umetoka kwenye kambi nyingine eti unaingia mle. Na ndio alikuwa anakutafuta wewe sasa. Na akiona sasa ameshakupata, umejileta mwenyewe, yani kuku ukitaka kumkamata, ukimrushia unamrushia tu nani, yani haina haja kukimbizana naye. Maana ukikimbizana naye atakuumbua tu, utaanguka au utafanya nini. Anaweka tu, unaweka tu mahindi nafaka. Anazifuata mpaka anaingia ndani. Mwenyewe unakosha mkamata. Ndivyo atakapokufanyia adui, kwa sababu amekwekea hizo nyimbo, umezisikiliza. Nyimbo zile zinakuwa nyingine zina manuizo ya kipepo, ya kishetani, ya kichawi. Hayo ndio nayo yabeba. Hizo ndio roho unazozibeba. Kuna nyimbo ukishamaliza kuzisikiliza pale, unaanza kusikia umekosa furaha, umekosa amani, umekuwa na majonzi, kwa sababu ndicho kinachobeba kwenye hizo. Sisemei kwamba ukizikuta kwenye daladala, hizo umezikuta tu, umekuta nini, au una harusi ya mtoto wako, harusi ya ndugu yako, na umebidi kwenda na umezikuta hizo nyimbo. Tatizo unapozipokea na kuzishangilia na kucheza azifu, yani kwamba wow, sio kwamba unamshangilia yule, unashangilia ile nyimbo. Bila ile nyimbo wewe usingetoka pale. Unajitetea kwamba jamani, tuko kwenye harusi, sasa mimi niko kwenye harusi ya binti yangu, unataka nisiende kumshangilia. Bila ile nyimbo kutoka pale kwenda kushangilia. Kwamba utoke bila nyimbo sasa. Toka bila nyimbo. Alafu kimbie. Umetoka kumsikia nyimbo, imekugusa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuangalie katika sifa. Tukae saa zaidi katika sifa, na tukae zaidi katika sifa ya Mungu. Kwa hiyo shetani anaweza kuweka kitu chochote kibaya, anaweza kuweka mauti mbele yako, anaweza kuweka kitu chochote kibaya mbele yako, lakini kwa sifa na kwa kumwabudu Mungu, adui anaweza kukuachia. Adui atakuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia kwenye ile wa Samueli wa kwanza 16:14 mpaka 23. Sitaisoma yote, lakini tutaenda kusoma. Hapa ni Sauli alikuwa anasumbuliwa na roho mbaya kutoka kwa Mungu. Hiyo roho mbaya kutoka kwa Mungu ikimfuata ilikuwa inamsumbua sana. Kwa hiyo wakamshauri, wakamwambia, yuko mtu wa Mungu ambaye ana kibali cha Mungu, ambaye ni mtoto wa Yese. Tumtafute huyo aje kupigia kinubi, kwa sababu anajua sana sifa. Tumtafute huyo aje kupigia kinubi. Unajua kuna watu akipiga kinanda tu uwepo wa Mungu unashuka. Kwa nini? Kwa sababu amebeba kitu ndani yake. Anapopiga kile kinanda, anahakikisha hadi mikono na vidole vyote vina Roho Mtakatifu. Apigi tu hivi hivi. Anahakikisha akili yake, ufahamu wake, mind yake yote ipo katika kile kinanda. Anapopiga lile gitaa, akili yake sasa. Wewe mwenzetu jana ulikuwa ukimsikiliza mwanamuziki fulani wa kidunia anavyopiga gitaa,
Kwa hiyo na wewe unaanza kuliiga. Ukifika pale kanisani unaanza kupiga, unaanza kufikiria kile kinanda cha kule unapiga. Hakuta kushuka uwepo wowote wa Mungu. Kwa hiyo aliitwa Daudi, alivyoitwa kwenye na mfalme akampigia kile kinanda na pepo likaondoka. Kwa hiyo sifa tu inaweza ikasababisha pepo waachie, nguvu za giza zikuachie kwa sababu tu ya kusikiliza sifa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini silaha nyingine ni maombi ya mfungo. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya mfungo. Maombi ya mfungo nayo yanaweza kuwa ni silaha kubwa sana ya kumshinda adui. Kwa sababu unapokuwa uko katika maombi ya mfungo, imani yako inaongezeka. Ndio maana neno la Mungu linasema namna hii kwenye ile Mathayo 17:21, namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Maana imani yako inaongezeka. Maana unaonyesha namna gani unania, namna gani unatamani kile kitu. Kwa hiyo imani yako inaongezeka kwa kufunga na kuomba. Lakini kufunga na kuomba unakuwa umeamua kwamba naitaabisha nafsi yangu, naitaabisha na roho yangu na mwili wangu, kwa sababu mwili wangu unatamani kufanya jambo fulani, lakini leo ninautaabisha mwili ili roho yangu ipate kumsikia Mungu, ili roho yangu ikae kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunazungumza na Mungu katika roho, sio katika mwili. Kwa tunazungumza na kusema na Mungu. Na pale unapozungumza na kusema na Mungu katika roho, katika hayo maombi ya mfungo, hiyo inakuwa ni silaha kwa adui. Na yeye huwa anaiga. Nikwambie kabisa, wapo ambao ni wachawi wanafunga ili kukumaliza. Wanapiga mifungo kukumaliza, mifungo ya 40. Na wao wanapewa hizi instructions za kufanya. Kwa kila kitu ambacho nakwambia ni silaha, ujue na adui naye anaiga silaha ya aina hiyo hiyo. Na yeye anaiga silaha ya aina hiyo hiyo. Na yeye unaweza ukasikia mtu kafunga ukafikiri kumbe wewe ni mlokole amefunga, anaomba. Kumbe mwenzio anafunga kwa ajili ya kufunga mambo ya mtu, kwa ajili ya kuharibu mambo ya mtu fulani. Lakini wewe mfungo wako una nguvu sana kumshinda adui. Kwa sababu ukiwa na Kristo ndani yako, wewe ya kwako inakuwa na nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwangalia Daniel katika mfungo wake kwenye ile Daniel 10:1-2, ule mfungo wake aliyokuwa amefunga ulisababisha, kwanza siku ile ya kwanza tu ambapo alienda kufunga ule mfungo, tayari maombi yake yalikuwa yameshajibiwa. Lakini ulisababisha, alipoendelea kufunga, ulisababisha mapambano yaendelee. Malaika waliendelea kupambana na yule mfalme wa Wajemi, ule mji wa Wajemi. Na maombi yake yakajibiwa kwa sababu ya kufunga, kwa sababu ya mfungo na kuomba. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa sana katika kufunga na kuomba, kwa sababu kuna elevate imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha nyingine ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo unaweza ukaitumia kama silaha. Neno la Mungu linasema katika ile Ufunuo 12:11, nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo kwa damu ya Yesu tunapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke wana wa Israeli kipindi kile Mungu alikuwa anataka kuangamiza kipindi kile Farao alikuwa amefanya moyo mgumu wa kuachilia wana wa Israeli. Moja ya pigo lilikuwa ni kwenda malaika kupita katika nyumba zote za wa Misri na kufanya maangamizo. Na wakapewa maelekezo wachinje mwana kondoo na kuweka damu katika mimo ya milango, ili malaika akipita aone ile damu. Sasa damu ya Yesu inasimama katika rehema, kwamba kukitokea jambo ambalo kunatakiwa iwepo adhabu, ile damu ya Yesu inasimama kama silaha. Kwa hiyo ile adhabu inakuwa haikupati kwa sababu ya ile damu ya rehema. Damu ya Yesu
ni damu ya Yesu, ni damu ya rehema. Neno la Mungu linasema kwamba alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa sababu ya nini? Maovu yetu. Na hayo ni maovu gani? Unajua maovu tunayoyazungumzia, nasema maovu ni yale ambayo mtu mwingine amefanya. Babu zetu walikula zabibu, lakini sisi ndio tunafanya nini? Ndio tunaumia meno. Yaani uovu umefanywa na mtu mwingine, impact inakuja kwako. Kwa sababu Mungu anasema anapatiliza uovu wa mababu vizazi mpaka vizazi mpaka vizazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule uovu kwa hiyo adui anakuja akiona ile loophole ya ule uovu. Na yeye kwa sababu ni mshtaki wetu, ndio anaenda na kusema kulikuwa na uovu huu ndio maana mimi nimepata haki ya kufanya 1 2 3. Na nina haki ya kufanya 1 2 3. Kwa hiyo damu ya Yesu inapoenda katika rehema, unapoomba Mungu arehemu yale maovu na ule uovu ambao ulifanyika, na kuipeleka hiyo damu ya Yesu ikafute ule uovu. Hiyo damu ya Yesu inaenda kuficha na kufuta ule uovu. Kwa hiyo adhabu inakuwa tena haiko juu yako kwa sababu ya damu ya Yesu. Kwa hiyo inatumika katika kama silaha. Kwa hiyo kuna watu wanateseka sana kwa sababu ya maovu tu ya babu zao. Yaani wanateseka kwa sababu ya uovu wa babu zao, ambao kutokana na huo uovu kuna mambo fulani ambayo wameyafanya, wameingia kwenye maagano, wamefanya nini. Kwa hiyo kutoka kwenye hayo maagano ni mpaka waingie katika kuomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu unapoitumia ukaomba rehema, Mungu afute kila uovu, na kuomba uponyaji kwa damu ya Yesu, na ukatumia hiyo damu ya Yesu katika maombi yako, utapata na kuona majibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakutendea. Mungu anaenda kukufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu ni moja ya silaha kwetu kwa Mkristo kupambana na adui. Kupambana na adui. Unaponyunyiza hiyo damu ya Yesu. Maana damu ya Yesu, neno la Mungu linasema, nafikiri kwenye ile ni Wakorinto, damu ya Yesu inayonyunyizwa. Nyunyiza hiyo damu ya Yesu. Adui akikuja anaona kuna damu ya Yesu, hawezi kupenetrate damu ya Yesu katika nafsi yako. Anaona damu ya Yesu imefichwa, nafsi yako imefichwa damuni mwa Yesu. Anaona watoto wako wamefichwa damuni mwa Yesu. Anaona kazi yako imefichwa damuni mwa Yesu. Anaona mali zako imefichwa damuni mwa Yesu. Hapati nafasi pa kupenetrate kwenda kufanya maangamizo. Anakuja anakuta ardhi yako imefichwa ndani ya damu ya Yesu. Anakuta kila kitu kimefichwa ndani ya damu ya Yesu. Kuna ulinzi umezingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo damu ya Yesu ni moja ya silaha. Na nikizungumzia damu ya Yesu pia ninazungumzia hadi meza ya Bwana. Maana katika meza ya Bwana anasema fanyeni hivi mara kwa mara kwa ukumbusho wangu, kwamba mnywe damu, mle na huu mkate. Hii juisi, hii divai ni damu yangu. Huu mkate ni mwili wangu. Unapochukua kile kinywaji ambacho ni mzabibu, ni juisi ya mzabibu, au ni maji, au sio lazima uchukue kitu kinachofanana na damu. Unaweza ukachukua ni maji, unaweza ukachukua ni juisi, chochote ukakibadilisha kuwa damu ya Yesu. Na ukasema hii ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu. Kwa imani ukanywa na ukasema hii ni damu ya Yesu. Kwa hiyo damu hii ya Yesu ninayokunywa ikafanye 1 2 3, ikafanye 1 2 3 katika afya yangu, katika uponyaji wangu, katika kufunguliwa kwangu. Ikiwa kuna kitu chochote kimewekwa kwenye mwili wangu, kwenye nafsi yangu, kikutane na damu ya Yesu. Inapomiminika maji haya, yanapodondoka katika nafsi, yanapoingia kwenye mwili wangu, yakaguse kila mahali, damu hiyo ya Yesu ipite, ikafanye mabadiliko. Na ninakunywa hivi kwa ukumbusho wangu, kama Bwana Yesu ulivyoagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaenda pia kukutana na haja ya moyo wako kwa sababu ya ile damu ya Yesu ambayo inaenda kufanya kazi. Shuhuda nyingi sana nimeshawahi kuzisikia kwa habari ya watu kutumia damu ya Yesu, kubadilisha maji kuwa damu ya Yesu, kubadilisha kitu anachokunywa kwa damu. Sio kubadilisha pombe, ila kubadilisha kitu ambacho ni kama ni maji, ni juisi, kuibadilisha na kuwa damu ya Yesu. Na ile imani ulionayo ndio inaenda kufanya kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini silaha nyingine ni kuomba katika
roho, yaani kuomba katika kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha unanena mysteries za Mungu, unanena siri za mbingu. Lakini pia unaweza kunena lugha ya malaika kuwapa instruction nini wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anatuombea kwa kuugua kusikuweza kutamkwa pale tunapokuwa tukinena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kunena kwa lugha kuna umuhimu sana na unabidi utafute sana unenaji wa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kunena kwa lugha lazima uwe na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Uwe uhusiano na Mungu na uwe uhusiano mzuri na Yesu. Uwe umeokoka na uwe na uhusiano mzuri na Roho wa Mungu. Ndipo utanena kwa lugha yake ya Roho Mtakatifu. Uweze kusema unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu na wewe una roho mchafu. Yaani maisha yako haya reflect kile ukiri wako. Naishi maisha, matendo yako ya mwili ni machafu, mdomo wako ni mchafu, unanena mambo mabaya, yani kila kitu, and then utakachonena kitakuwa kingine, kwa sababu kama nilivyosema, adui naye naiga hizi silaha. Neno na yeye anatoa, sifa na yeye anatoa, ujue na lugha naye atatoa. Kwa hiyo unaponena kwa lugha mara kwa mara, hakikisha uko katika utakaso. Mtakatifu na azidi kujitakasa. Nafsi yako, mwili wako, roho yako ikae katika utakaso, katika toba kila wakati. Lakini si kwamba tuende katika dhambi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna silaha nyingine ni kujitenga na matendo yote ya mwili na kuvaa dirii ya haki. Ukiangalia Efeso 6:14, neno la Mungu linasema moja ya silaha ni dirii ya haki. Kuvaa dirii ya haki, kuenenda katika utakatifu, kuenenda katika mapenzi ya Mungu, kutembea katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unapovaa silaha ya matendo, kujitenga na matendo ya mwili, unapingana na shetani. Unapoenda katika matendo ya mwili, unakuwa na association na shetani, kwa sababu yeye ndio mastermind wa hayo mambo. Lakini unapokataa matendo yote ya mwili, matendo yote ya giza, ina maana sasa unajitenga na uovu, unajitenga na shetani na kuishi kama Kristo anavyopenda, kuishi sawa sawa na neno lake anavyoagiza. Bwana Yesu asifiwe. Silaha yetu nyingine ni kueneza Injili. Kueneza Injili ya Yesu Kristo. Hii ni Injili ya amani, kwamba neno Mungu anasema wanaheri sana. Inaheri sana, yani miguu iletayo amani. Na amani hii inaweza ikawa pia ni neno la Kristo. Kwa hiyo unapoeneza Injili, watu wanakutambua kwamba wewe una Yesu. Kazini watakutambua wewe una Yesu kwa sababu unamtaja. Watajua wewe umeokoka kwa sababu unamtaja Yesu, sio kwa sababu ya matendo. Watu wengi wanasema utatambua nimeokoka kwa sababu ya matendo. Matendo yanaweza kufanywa matendo mazuri hata na watu ambao hawajaokoka. Lakini lakini matendo yako mazuri, masafi, ukijumlisha ukiri wako, tunakujua wewe ni wa nani. Kwa hiyo ukiri wako kwamba mimi ni wa Kristo, unaenenda sawasawa na kuwatafuta kondoo wapya kwa ajili ya malisho. Mwingine anasema kwamba okay, mimi ninaenda kuwahubiria watu, lakini sasa sijui nikishawahubiria, je, niwapeleke kanisani? Nikishawahubiria, je, niwapeleke wapi? Niwaambieje? Ukishawahubiria watu, unaweza ukawarifaa kanisani, unaweza ukawarifaa kwa mtumishi ambaye anaweza akawanecha kuwakuza. Mimi napokea watu kisema kuna mtu fulani ameokoka, lakini mimi nashindwa kumlea, kujua namna ya kumfundisha neno. Mimi nitampokea na kumfundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukasema kuna hawa watu ambao wameokoka, naomba nikukabidhi. Mimi nawapokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukasema linanishinda, lakini wapo watu ambao wanaweza wakafanya hiyo kazi, ambao na wao wana hiyo neema. Wewe una neema ya uinjilisti, lakini kuna mwingine anakuwa na neema nyingine ya kuweza neema ya kulea, neema ya kufundisha. Kwa hiyo mimi na neema hiyo ya kuweza kuwafundisha wao neno la Mungu na kukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ni nzuri mara kwa mara kueneza habari za Kristo. Unapokuwa ofisini, kueneza habari za Kristo. Unapokuwa nyumbani, kueneza habari za Kristo. Na kuambia kwa nini usiokoke? Kwa nini usimpokee Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa nini usifanye 1, 2, 3? Watu wote tunapokuwa mara ya kwanza tumeokoka, wote tunaanza kuwa na uinjilisti kabisa. Yaani pale mtu akiokoka tu, lazima utaanza kuwa mwinjilisti. Lazima utaanza ndani mwako kutamani kila mtu amfuate huyo Kristo unayemfahamu, unayemjua, kwa sababu umeguswa, kwa sababu umeona. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule Msamaria, mwanamke Msamaria alivyotoka, akatoka na kuanza kupiga injili. Njooni muone huyu mtu aliyeniambia haya mambo. Kwa hiyo tunapaswa kufanya hivyo. Unapokuwa unaeneza injili, kuna mambo mengi sana unaepukana nayo, na hiyo inakuwa inafanyika kuwa silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini silaha nyingine ambayo ninataka kuiongelea, na hii itakuwa ni silaha ya mwisho, ni sadaka. Sadaka naingia eneo ambalo kuna watu wengine hawalipendi. Lakini ukweli ni kwamba utoaji wa sadaka ni silaha. Ni silaha ya kumshinda adui. Unapotoa sadaka kwa moyo wa kupenda, sadaka ambayo ndani mwako unashuhudiwa kuitoa, na unatoa sadaka na kusema, Bwana, ninatoa sadaka, ninaomba unikumbuke. Kumbuka wale wanao kuroga wewe, wale wanao kuchukua nyota yako, wale wanao kufanyia, wanatoa sadaka. Sasa wewe endelea kung'ang'ania kusema sadaka, hakuna tena sadaka ilitolewa moja tu. Sadaka bado ipo, inaendelea kutolewa. Bwana Yesu alijitoa sadaka kwa ajili ya wokovu na ondoleo la dhambi, tuipate neema ya kuweza kuishinda dhambi. Lakini tunapoendelea na wokovu na neema hii na kuishi hapa duniani, sadaka bado zinaendelea kuwepo. Na Mungu bado anazihitaji hizo sadaka. Kwa sababu bado kazi yake iko hapa duniani inaendelea, hatuko mbinguni. Kwa hiyo kazi yake inaendelea. Kwa hiyo unapotoa kwa ajili ya kazi yake kufanyika, kuendelea, Mungu anakulinda wewe. Mungu anakujibu kile ambacho unataka kumjibu. Kwa hiyo utoaji wa sadaka ni silaha. Wanaokufanyia mabaya wao wanatoa sadaka. Kwa hiyo na wewe unatakiwa kutoa sadaka. Wewe unaona kama vile ukitoa sadaka watumishi wananenepa kwa ajili ya sadaka zako. Unaona kama ukitoa sadaka zako sijui zitafanya nini, lakini kuna sadaka unatakiwa kutoa. Unatakiwa kutoa sadaka ya shukrani. Unatakiwa kutoa mafungu yako ya 10. Mungu amekufanyia jambo, toa shukrani. Unatoa fungu lako la 10. Unatoa sadaka mbalimbali, kukamilisha maombi, kukamilisha ibada. Sadaka ni muhimu. Kwa hiyo hiyo ni moja ya silaha yako kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ya Mungu kutenda jambo na ya kumfukuza huyo adui, inakamilisha ile ibada yako ambayo umeifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na Roho wa Mungu anakuongoza uende wapi. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mimi ninaamini kabisa kwamba umeshaelewa kwa habari ya hizi silaha. Na nimeongelea kuanzia kipindi kilichopita mpaka leo kwa jumla silaha kama 11 za Mkristo. Na kwa kati ya hizi silaha sidhani kama utakosa silaha yoyote ile ya wewe kutumia kwa ajili ya vita ambayo unakutana nayo kila siku. Tumia silaha hizi ili uweze kuepuka mishale ya mwovu, ili Mungu aweze kukusaidia kwa habari ya hicho ambacho unaona anapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana wewe ambaye umesikia neno hili, na nakualika siku nyingine tena upate kusikiliza neno hili, upate kusikiliza neno lingine wasaa mwingine. Tutakuwa na neno zuri zaidi kipindi kijacho. Karibu sana. Mkaribishe na mtu mwingine, share na mtu mwingine mahubiri haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom.